Kama mtu unaanza ufundi wa simu upande wa software, hivi ndo vitu vya msingi ambavyo unahitajika kuwa navyo. Habari, mimi naitwa San na leo nitakuelekeza ni vitu gani vya msingi ambavyo unatakiwa kuwa navyo ili kuanza kutengeneza simu upande wa software. Na kitu ambacho ningetamani ujue ni kwamba ufundi wa simu uko katika sehemu mbili tofauti. Kuna watu ambao wanatengeneza hardware, hapa namaanisha vitu vyote ambavyo vinaonekana kwa macho, vitu ambavyo vinaweza kushikika, namaanisha anaweza kutengeneza motherboard, anatengeneza microphone, anatengeneza speakers, anatengeneza charging port. Huo ni upande wa hardware. Lakini kuna upande wa pili wa ufundi wa simu ambao watu wanadili na software. Of course hapa tunadili na vitu vingi sana na kuna fursa kubwa sana kwenye ufundi wa software, na leo nitakuambia ni vitu gani vya msingi ambavyo kama unatamani kuwa fundi wa simu upande wa software, wengine wanapenda kuita kuflash simu, unatakiwa kuwa navyo. Kwanza kabisa unatakiwa kuwa na kompyuta, iwe desktop au laptop. Ni chaguo lako na mazingira yako ambayo unaona yanaweza kawa na kuruhusu, lakini na recommend uwe na 8GB RAM, lakini pia hard drive uwe nayo nzuri kidogo kwa sababu tools ni nyingi, lakini pia drivers ni nyingi. So unahitajika kuwa na kompyuta yenye RAM angalau kuanzia 8, lakini hata ukiwa na 2 RAM 2 sio mbaya sana, ila kuna baadhi ya software zitakusumbua. Kwa mfano kuna software kama Mobile Edit Forensic, ina kidogo iko powerful kidogo. Software kama hiyo ndo ambayo inaweza kusumbua, na nyingine zipo nyingi, lakini ukiwa na 8GB RAM ni sehemu nzuri ya kuanzia. Lakini hata ukiwa na 2 usikate tamaa, unaweza pia ukafanya kazi. Kitu cha pili ni USB cable. Of course hapa na recommend uwe na USB cable fulani vya originals, kwa sababu kuna baadhi ya simu waga zinasumbua ukiwa na USB ambazo haziko quality. Lakini unahitajika uwe na type C, uwe na micro USB, uwe na lightning USB, lakini pia uwe na EDL cable. Of course inahitajika kwenye simu za Samsung. Kitu cha tatu ni USB hub yenye quality kidogo, lakini hii kwa anayeanza so muhimu sana kwa sababu ndo unaanza. Lakini kama budget itaruhusu, unaweza kuchukua USB hub yenye quality kidogo ambayo itakusaidia kuunganisha simu nyingi kwa wakati mmoja. Lakini pia hii inategemea na sehemu iliyopo. Kama kazi ni nyingi, unahitajika uwe na hii inaitwa USB hub. Na kitu cha 4, unahitajika kuwa na internet nzuri. Of course unahitaji internet kwa ajili ya kazi hii, kwa sababu vitu vingi vinapatikana online, huwezi kuwa na vitu vyote. So ili uweze kufanya kazi nzuri, unahitajika kuwa na internet nzuri. Kitu cha 5 ni flash disk au external. Of course unahitajika ku backup baadhi ya software, baadhi ya firmware, baadhi ya drivers, endapo lolote likitokea. So unaweza ukarudi kwenye files zako na ukatumia bila kuwa na mashaka ya kupoteza kazi zako. Kitu cha 6 ambacho unahitajika kuwa nacho ni power supply USB meter. Hii ni kwa ajili ya kupima current kipindi unafanya troubleshooting ya simu zako. So hivyo ni vitu vya msingi zaidi ambavyo unahitajika kuwa navyo in term of hardware, vitu vya kushikika ambavyo unahitajika kuwa navyo wakati unaanza kazi zako za kuflash simu. So tuhamie kwenye software muhimu ambazo unahitajika kuwa nazo kipindi unafanya kazi. Cha kwanza kabisa unahitajika kuwa na USB driver za Android. Yes, hapa namaanisha ADB, Fastboot, MTK, Unisoc ambayo ni SPD siku hizi, na Samsung. Of course hizi unahitaji kuwa nazo hizi drivers.
Kitu kingine unahitajika kuwa na ADB and fast boot tools. Of course kwa Android hii unahitaji sana. Namba 9 unahitajika kuwa na Samsung tools. Samsung tools zipo nyingi, lakini unahitajika kuwa labda na let's say Odini. Yes, Odini unahitajika kuwa nayo, sababu huwezi kupiga faili kwenye Samsung bila kuwa na Odini. Of course kwenye tools zingine inawezekana, lakini officially tunatumia Odini. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni bure. Namba 10 unahitajika kuwa na MTK tools. Yes, tools ambazo zinahitajika kufanya kazi kwenye simu za MTK. Kitu kingine unahitajika kuwa na SPD au sasa tunaita Unisoc tools. Hizi mara nyingi ni Tecno, Itel na baadhi ya Infinix zinatumia SPD. Kitu cha 12 unahitajika kuwa na Qualcomm tools. Yeah, of course. Hapa kwenye Qualcomm tools ndo kipengele kidogo unahitajika kujifunza kuhusiana na ADL na QDL kwa ajili ya kufanya flashing. Namba 13 unahitajika kuwa na firmware database. Yes. Hii ni sehemu salama ambapo unaweza kupata firmware yako. Mfano SamFW, yes. Kwa Samsung tunapata huko, lakini pia unahitajika kutafuta ukitaka labda firmware za Samsung za Tecno utazipata wapi, za Infinix utazipata wapi. So unahitajika kuwa na firmware database of course. Lakini hizo ni baadhi ya vitu ambavyo tunahitajika kuvipata. Sasa hebu tuhamie kwenye maarifa. Maarifa gani ambayo unahitajika kuwa nayo? Kitu ambacho naweza nikukushauri ni kwamba usikimbilie kununua tools nyingi sana kama ndo unaanza. Of course unaanza kidogo kidogo, lakini maarifa ndo yanamata zaidi. Unaweza kupewa tools na usijue jinsi gani ya kutumia. So unahitajika kuwa na maarifa sahihi ili uweze kuzitumia hizo tools. So moja ya kitu ambacho unatakiwa kuanza nacho kwenye upande wa maarifa ni kuanza kutambua modeli, namba na chipset. Of course ili uweze kufanya kazi yoyote ya simu. Kwanza lazima utambue model namba ya simu na chipset yake, kwa sababu tools zote zinafanya kazi in term of model na chipset. Kitu cha pili ni firmware. Yes. Jua kuhusiana na firmware. Kwa sababu ukitumia firmware tofauti kwenye simu ambayo sio husika, maana yake simu inaweza isiwake. Of course unahitajika kujua kuhusiana na kitu kinaitwa build number na binary. Kitu cha tatu unahitajika kujua ni bootloader, recovery na fast boot. Yeah? Unahitajika kujua kuhusiana na ADB command. Yeah? Unahitajika kujua kuhusiana na driver na COM ports. Unahitajika kujua kuhusiana na flashing na backup restore. Kitu kingine unatakiwa kujifunza kuhusiana na FRP, jinsi ya kutoa FRP, jinsi ya kudeals na FRP katika simu mbalimbali na chipset mbalimbali. Lakini pia unahitajika kujua kuhusiana na boot loop, soft blick na hard blick. Hivi ni vitu gani? So tutaendelea kujifunza taratibu kuhusiana na hivi vitu. Hatuwezi kujifunza vyote kwa pamoja, lakini nitajaribu kukuelezea kuhusiana na hivi vitu. Kitu kingine ni read na write partitions. Of course watu wa MDM wananielewa. Unahitajika kujifunza read na write partition. Kitu kingine ni kutambua tofauti kati ya MTK, Unisoc, Qualcomm na Samsung Exynos. Yes, ni vitu vya muhimu sana kuvijua. So weka sana juhudi kwenye maarifa ya kuvijua hivi vitu. Kitu kingine ni kusoma log za tools na kutafuta chanzo cha errors. Of course kuna errors zinaweza kutokea kwenye tools. So ili uweze unahitajika kuwa na maarifa ya kutambua hizi errors tofauti ambazo zinakuwa zinatokea. So hii itakufanya uwe ni fundi mzuri sana kwenye tools.
Na baada ya kujifunza hivi vitu vyote, ndipo unaweza sasa kuanza kuhamia kwenye tools ambazo ni professional tools, tools za kulipia. Of course hapa tunazungumzia labda Unlock 2, tunazungumzia Hydra, tunazungumzia Chimela, DFT, TSM, TFM na hii inaitwa Android Multi Tool, ATM. So by the way, uzuri ni kwamba sio lazima ufanye activation, sio lazima ununue hizi tools. Sisi waga tunazikodisha. Kwa ukitaka kukodi, unataka kujifunza kupitia hizi tools, unaweza ukakodi. Kwa mfano Unlock 2, unaweza ukanipigia simu au ukanitumia message WhatsApp, tukajua jinsi gani ambavyo tunaweza tukakupa hii tools na ukaitumia kuendelea kujifunza, lakini pia kufanya kazi zako ziwe rahisi zaidi. Na hizi tools zimekuja kwa ajili ya kurahisisha kazi, yaani usitumie nguvu nyingi sana. Kwa badala ya kufanya activation kwa mwaka ni kama inakaribia $150,000 hivi, ukatoa F6 ukaitumia tu hii kujifunza au kufanya kazi zako kiurahisi kabisa. Na hii ni sehemu ya kwanza ya kujifunza kuhusiana na ufundi wa simu upande wa software. Wengi wanapenda kuita kuflash simu. So tutakuwa na muendelezo wa hichi ambacho tumekianza leo. Kwa unaweza kunifollow kwenye TikTok yangu hii hapa ambayo upo saizi, lakini pia unaweza subscribe kwenye YouTube channel ambayo pia nitaiweka kwenye bio hapo, ili uendelee kujifunza ni jinsi gani ambavyo unaweza ukapiga kazi hizi za ufundi wa software. Na pia kama nataka namba ya simu nitaiweka hapo kwenye bio pia, so unaweza ukachukua ukanicheck direct na tukafanya kazi.